sihitaji mahusiano kwa sasa hivi. Kwa nini sasa? Sasa hii ndio sababu ambayo inafanya mpaka wewe utaki mahusiano kwa sasa? Hapana, lakini hata hivyo pia ni sababu kubwa pia kwangu. Kwa sababu nimepitia ni pigo kubwa hilo. Kwa sababu kwa mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile, hata kidini sio taratibu hiyo. Ise. Pole sana. Kwa hiyo mpenzi wako wa chuo ndio hivyo tena, hautaweza tena kuwa naye, na maana kwa sababu tu tayari umeshaweza kukutana na changamoto nyingi katika mapenzi, ambao mojawapo ni hiyo ambayo mpaka sasa imekufanya uweze kukata tamaa kwa sana na swala la mapenzi. Vipi katika maisha ya kawaida, labda katika changamoto ambazo ushawahi kuzipitia katika maisha yako ukiachana na swala la mapenzi, labda ni zipi? Kwa maisha ya kawaida yani niseme ni changamoto kama hizo za mwanaume pia. Mimi kabla ya kuwa na wewe mwanaume nilokuhadisia, nilikuwa na mwanaume mwingine. Tulikuwa kwenye mahusiano vizuri tu. Lakini mwisho wa siku, yani tuseme kwa bahati mbaya au bahati nzuri, nilipata ujauzito. Lakini tendo la kumwambia yule mwanaume kwamba mimi nina ujauzito, alilipokea vizuri, lakini mwisho wa siku akaniblock. Pale alipokuwa anakaa Kahama. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nikajifungua salama mwanangu. Nikajifungua salama mwanangu. Mpaka sasa hivi ana miaka 7. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na sina mawasiliano na wewe mwanaume mpaka leo. Na hakuwahi kukutafuta? Na hakuwahi kunitafuta mpaka leo hii. Na mtoto mpaka sasa hivi yuko darasa la 1, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mwanangu yuko vizuri. Unahisi pengine hapa nini sababu mpaka akakufanyia yote haya? Nahisi sababu yeye kubwa kumwambia mimi ni mjamzito. Labda yeye hakuwa na malengo ya kupata mtoto kwa kipindi hicho. Na kipindi hicho ulikuwa na miaka mingapi? Kipindi hicho nina miaka 18. Ni mwanafunzi bado hapo? Hapana, nimemaliza shule. Shule miaka 18 kweli? Acha uongo. Nilikuwa nimemaliza. Nimesoma shule ya secondary Kionda Secondary Morogoro ipo. Na nimemaliza. Ni kutokana na yani na muonekano tu nilokuwa nao basi. Lakini mpaka kwa sasa hivi ndio hivyo. Kwa hata mimi pia ningekuona na kuona bado binti wa shule. Hapa na uwezo hata kama nikisema niende kuanza darasa niende hata field ya yani hata form 1. Na uwezo wa kwenda form 1 kwa muonekano huu nilokuwa nao. Okay, sawa. Pengine labda wewe ni mpenzi wa music? Napenda kiukweli. Kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kuwa na mawazo, ukisikiliza inakutoa hayo mawazo. Na katika wasanii ambao unawakubali kuliko wote, labda pengine labda ni nani? Ninayemkubali haswa ni chipukizi tu. Yani sio yule ambaye kama nani? Kama Chado, Chumvi Nyingi Gen na wengine tu kibao. Unakubali? Bwana Chado, umesikia? Haya. Vipi katika swala la labda msanii kama Diamond Platnumz, Harmonize,
Zuchu, kina Juksi, kina Mbosso, kina Rayvanny. Vipi wao, huna mapenzi nao yote yale? Hata upande wa music pia namkubali Zuchu, Diamond namkubali, Mbosso na wakubali pia na walosalia wote. Lakini pia unawapenda pia hawa ambao ni chipukizi, kina Chado, kina Chumvi Nyingi. Pia na wenyewe shachuka. Funguka tu, ongea. Nawapenda pia. Pengine labda Zuchu umempendea yaani umempendea nini Zuchu pengine labda katika muziki wake? Nimependa anavyoimba. Napenda kwa kweli anavyoimba. Na vipi kuhusu sakata la Zuchu na Diamond kuweza kuolewa na Diamond Platnumz? Vipi ili swala wewe upande wako unalifahamu vipi? Kwa upande huo kwa kweli mimi naona wanaendana. Unafikiri ni kipi ambacho kinamfanya ama kinamchelewesha Diamond Platnumz kuweza kumuoa Zuchu? Kwa upande wangu naona ni kiki tu za wasanii wenzake. Labda hizo ndio changamoto ambazo zinamfanya anachelewa kumuoa Zuchu. Lakini kama unakumbuka mwanzo ilisemekana kwamba Diamond Platnumz aliweza kupeleka posa kwa Zuchu, lakini mama yake Zuchu alikataa kwamba hajaona kitu ambacho kimekuja kwa upande wake. Vipi hili swala unalichukuliaje? Kwamba mama naye yupo katika upande wa hao ambao wanaongelea, ama ni issue tu ambayo upande wako hili swala unalichukuliaje? Huwezi jua kwa sababu yule ni mzazi. Kwa hiyo huwezi jua kwamba ameona nini kwa Diamond. Diamond alisema mwenyewe, alitamka kwamba alipeleka posa lakini mama kagoma kwamba hajaona chochote. Hii swala wewe unalichukuliaje pengine labda? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaendelea hapa katikati ama kuna nini? Kiukweli hapo sasa niweke mabano maana hata sielewi. Okay, sawa. Basi mpenzi mtazamaji wa Golive TV, sisi na tufikie tu tamati. Nadhani tumeweza kumsikia dada yetu kwa jinsi alivyoweza kufunguka kupitia mambo yote ambayo tumeweza kuongea naye kwa sasa. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau ku turn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Asante sana.